Oh my, listen my dear, it was not your fault. Nisikilize vizuri. Halikuwa kosa lako kuwa katika mahusiano yenye kuumiza, mahusiano sumu, mahusiano yenye madhara. Halikuwa kosa lako. Hali ulionao sasa hivi ya maumivu, unajihisi kukataliwa, unajihisi kutupwa. It was not your fault. Nisikilize. Una moyo wa dhahabu. Una moyo wa dhahabu. Hakuna jambo la umuhimu katika maisha yako kama kujijua wewe ni mtu wa namna gani. Watu wengi ambao mpo katika maumivu sasa hivi, na ndio ambao ninawalenga katika video zangu, ni watu wenye mioyo ya huruma. Ni watu wenye mioyo ya huruma. Ni watu ambao mna mioyo ya dhahabu, mioyo ya kujali. Na hii mioyo mara nyingi huwa inakuwa very sensitive. Ina uwezo mkubwa sana wa kuchukua, kupokea. Ni mioyo iliyojaa imani kabisa. Yaani inaamini kweli. Inapenda kwa ukweli. That is you. Sasa ukuwa unajua kwamba kuna aina ya watu ambao wana mioyo tofauti na wewe. Na kwa cha pili, kwa sababu ulikuwa very sensitive, kutokana huo ni upekee wako huo, kwa sababu you are very sensitive, mambo madogo au mambo ambayo watu walikuwa wanakufanyia, kwa sababu ya ile sensitivity ambayo ni upekee wako, yale mambo ambayo watu walikuwa wanakufanyia tangu unakuwa, yalikuwa yanakuumiza sana because you are sensitive, yanakaa na wewe muda mrefu. Kwa mfano, kwa mtu kama wewe mtu mwenye moyo wa huruma na kujali, unapokuwa mtoto, yaani mtu akikupuuza mara moja utakaa nao almost all maisha yako yote, kwa sababu you are very sensitive. Una moyo laini. Waga nasema, kwa mfano, kuna wale watoto wale, kuna mtoto ambaye hashtuki mpaka umchape. Tunaelewa? Ukimwambia, unaweza ukamwambia jambo bado haelewi au serious ile jambo analolifanya. Ukimpa adhabu ndio kama anaelewa hivi. Alafu kuna mtoto hata kabla hujampa adhabu anaanza kulia. Kabla hujampa adhabu anatambua amekosea. Hao ni watu wawili tofauti. Si unaelewa? Sasa wewe ni aina ya mtu ambaye you are very sensitive. Unaelewa mambo kwa usahihi, kwa upana, kwa uzuri. Kwa hiyo kwenye maisha ulikutana na watu ambao they don't care, hawakuwa wanajali aina ya moyo uliokuwa nao. Kwa hiyo tangu unakuwa umekuwa na maumivu, unatembea na hali ya kujiona haustahili, unatembea na hali ya kujiona kwamba kuumia sawa ndio haki yako, ni kama mtu ambaye hauna bahati. Sikia, hayo yote uliopitia, mambo ya kukuumiza hayo, ni mtaji wa kuwa aina ya mtu unayetakiwa kuwa katika maisha yako. Kwa sababu moyo ulionao, huo moyo mzuri huo ulionao, unahitaji uwe na mipaka ili ukuletee matokeo unayoyataka, uwanufaishe watu wanaostahili kunufaika na wewe mwenyewe unufaike na huo moyo wako. Vinginevyo moyo wako utaendelea kukanyagwa. Yaani watu wengine watateka advantage ya huo moyo wako, huo aina ya moyo ulionao. Kwa hiyo lazima ujifunze kuweka mipaka. Cha kwanza, ponya majeraha ya nafsi. Ponya majeraha yako. Pili, weka mipaka, alafu utaona muujiza. Mambo yale ambayo yalikuwa yanakuumiza utagundua kwamba ndio mtaji wa kuwa mtu yule unatakiwa kuwa, mtaji wa mafanikio yako kwenye maisha. So watu wawili wanaweza kupitia situation inayofanana, hali inayofanana. Mmoja akaenda juu baada ya ile situation, mwingine ile situation ikamwangamiza. Inategemea na perception, inategemea na mtazamo. Unachagua kuruhusu jana yako iongoze hatima yako ya kesho, au unataka kuchukua masomo ambayo unatakiwa ujifunze kutoka katika jana yako na maumivu uliyopitia ili utengeneze kesho iliyo bora zaidi. Unachagua nini? What are you choosing? Kuna watu ambao wamezikwa katika yale waliopitia. Ninafahamu mashujaa, watu wenye mioyo mizuri, lakini walibaki katika maumivu. Walibaki katika kunungunika, kujiona wana bahati mbaya. Wengine wakajikatisha uhai. Wengine wakajisalimisha. Si unaelewa? So kwako wewe ni tofauti. Kama umekutana na mimi, umekutana na hii video, umekutana na hizi video ambazo tunazifanya kusaidia watu wanaopitia changamoto kama hizi, wewe mwenye moyo wa kipekee, moyo wako au nafsi yako haijatoka kwenye sayari hii dunia. Nafsi yako imetoka kwenye anga za juu, si kama unanielewa vizuri. So unatakiwa ukumbuke wewe ni nani, na uende ukaponye yale majeraha ambayo umeyapitia, uende ukajifunze kuweka mipaka ili uanze kuwa yule mtu unayetakiwa kuwa katika sayari dunia.
Haukuja katika hii sayari dunia kwa bahati mbaya, lakini hilo halitajitokeza lenyewe. Yaani your purpose, your mission, kusudi lako la kuwepo kwako kwenye sayari dunia halitajitokeza lenyewe. Sio kama unaelewa? Lazima uwe tayari kuwekeza, lazima uwe tayari kulipa gharama ya kuponya majeraha, gharama ya kuweka mipaka, na gharama ya kuanza kujenga mwanzo mpya kupitia mtaji wa yale yale uliyoyapitia. Hiki ndio kitu ambacho ninakifanya katika programu ya uponyaji. Wewe ambaye uko tayari kuwekeza katika uponyaji wako wa ndani na kuwa mtu yule unatakiwa kuwa, karibu wiki ijayo tarehe tatu tunaanza program ya uponyaji kwa mwezi wa 8. Hii ni kwa ajili yako. It is for you. Yaani nakupa kitu ambacho matajiri wanatamani kuwa nacho. Yaani nakupa kitu cha thamani zaidi ambacho wanadamu wote wanatamani kuwa nacho, wanapambania kuwa nacho. Ukikipata hicho ndani yako, kinaanza kutiririka nje. Yaani na kuongoza kupata furaha, amani ya moyo wako. Ujipate wewe mwenyewe, ulijisahau kwa muda mrefu. Ukishajipata wewe mwenyewe sasa, ile nguvu iliyo ndani yako na uwezo ulio ndani yako unaanza kutiririka, unaponya magonjwa. Si unaelewa? Kwa wale ambao mnapitia magonjwa, mna magonjwa sugu kwenye maisha yenu, sikiliza, 100% ya magonjwa sugu yanatokana na stress. Sumana, naweka sawa, maana nataka niseme 90% ni 100. Nazungumzia magonjwa sugu. Si umeelewa? Magonjwa sugu kama kisukari, saratani, pressure na magonjwa mengine yanayofanana na hayo, vidonda vya tumbo, a lot of diseases ambazo mnajua, tunasema chronic diseases, magonjwa ambayo ni sugu. Magonjwa ya namna hii huwezi kupona completely kwa kutegemea dawa. Dawa inaenda kutibu matokeo. Si umeelewa? Lazima uende ukatibu chimbuko. You have to deal with the source. Na source iko kwenye stress. Uko kwenye stress kwa sababu upo kwenye survival. Pasipo wewe kujua, mwili wako unapambana. Yaani mwili wako upo kwenye vita. Nimeandika kitabu Kutoka Uwanja wa Mapambano. Watu wengi wanaishi katika vita. They are walking in a battle. Si unaelewa? Vita ya ndani kwa ndani. Na hiyo katika hiyo vita umejeruhiwa vibaya. Unajaribu kuendelea na maisha yako huku umejeruhiwa. How can you live like that? Huwezi kuishi kwa namna hiyo. Chagua kubadilisha maisha yako. Chagua kufurahia maisha yako, kuja kwenye sayari dunia kuishi maisha ya maumivu all the time. Hivyo vipindi vya kukuumiza, hayo mambo ya kukuumiza unaopitia au ulioyapitia kwenye maisha yako, ni mwalimu. Ni mwalimu. Ni kibao, ni kiongozi anayekuongoza kwenda kufanya jambo lenye maana zaidi kwenye maisha yako. Kuponya majeraha yako ya ndani ili uweze kuishi maisha unayotakiwa kuyaishi katika sayari hii dunia. Otherwise utabaki kuwa mtumwa wa jana yako. Utabaki kuwa mtumwa wa kila siku kupambana na hayo mambo ya nje. Tunasema nini? Matokeo, au tunasema nini? Dalili. Si unaelewa? Unadili na dalili za magonjwa, utanunua dawa kila siku, utaenda kule. Watu wanatumia mamilioni kwa mamilioni ya fedha na still there is no hope. Sio kama umeelewa? Sisemi usiende hospitali, sisemi usinunue madawa, it's okay. Lakini kuna kilicho bora zaidi, si umeelewa, cha kwenda kushughulika na mzizi, to go within you. Ukiingia ndani yako utagundua ya kwamba unao uwezo wa kujiponya wewe mwenyewe. Unao uwezo wa kujiponya wewe mwenyewe. Na hili sio jambo la kufikirika. Ni jambo halisi, ni jambo ambalo watu wamelishuhudia kwenye maisha yao. Si umeelewa? Kuna ushuhuda wa maelfu ya watu ambao wamejiponya wenyewe, na wamejiponya mambo mengi, hata magonjwa ya kimwili. Hata mimi mwenyewe naongea na wewe hapa nikikuonyesha some of my photos back, na sasa hivi I'm two different people. Kama Kiingereza kimekaa sawa, watu wawili tofauti. Sio kama unanielewa vizuri? Niliishi maisha yangu katika msongo wa mawazo, niliishi maisha ya huzuni all the time, maisha ya kuto kujikubali, kuona sina thamani, si umeelewa? Lakini nilifika mahali niliamua kubadilisha hatima ya maisha yangu. Maisha yangu, angalia, nikagundua siri ya kwamba matokeo unayoyapata kwenye maisha yametengenezwa katika akili yangu. Sasa nani anayetengeneza? Unampa nafasi mtu mwingine, unawapa nafasi watu wengine kutengeneza matokeo kwenye maisha yako. Mambo uliyopitia kwenye maisha yako hujapitia kwa bahati mbaya. Mambo uliyopitia kwenye maisha yako, ingawa yalikuwa ya kukuumiza, wewe yanakuumiza, lakini ni mtaji.
kama utaamua kujifunza masomo unaotakiwa kujifunza kutokana na yale uliyopitia kwenye maisha yako. Niko hapa kukuongoza kwa ajili ya kuwa master, kutawala ufahamu wako wa ndani. Kama unaweza do personal session, kama unaweza join kwenye program. Tunaanza wiki ijayo program ya uponyaji. Ni kwa ajili yako. It's your time to be free. Kama ukiendelea kuruhusu jana yako ikuongoze, ni uchaguzi wako, it is your choice. Lakini ukitaka kubadilisha inawezekana. Ukomo ni akili yako, ukomo ni maamuzi yako. Unaamua nini? Unachagua amani ya ndani, unachagua kuboresha maisha yako kuwa mtu bora zaidi, au unataka kubaki kulaumu, au unataka kubaki kuishi kwa maisha ya mahangaiko. It is your choice. Okay? Huu ni mwaliko. I am the son of Zwange Ndaba. Kuwa huru na mwenye furaha ni hali yako ya asili. Okay? Nimechagua furaha. Amazing day. Amazing moment.